kifaa kwa zile nyimbo za Kiswahili, tukijiandaa kwa maombi. Uje unisaidie, Mwokozi wa baraka, rehema yako nitende, nikutolea sifa. Unifundishe kusifu sifa za wetu. Baba wa rehema, tumekuja mbele zako kama wanao Bwana, tunazo haja mbalimbali, tumekuja na makusudi mbalimbali, na Bwana tunaliita jina lako tukapate kuponya. Bwana kubali ukashiriki ndani yetu, ukashiriki miongoni mwetu, ukuje chini Bwana, ukajitwalie sifa, ukajitwalie usukani, ukajitwalie mamlaka, ili kila jambo ambalo litatendeka hapa liwe ni kwa sifa na utukufu wa jina lako Bwana. Bwana, tumiliki kama vyombo vyako, ili midomo zetu zikatoa sifa zako, ili miili yetu ikapate kutiishwa mbele zako Bwana. Ukamilifu wako ukatendeke ndani yetu Bwana. Tunaliita jina lako Bwana likaweze kutawala, likaweze kutamalaki Bwana. Kubali Bwana kuchukua kila chombo ambacho hapa kutolea sifa, ikaweze kutumika tu kwa utiifu na kutiishwa mbele zako Bwana. Bwana, endeleza mkutano huu wa Injili Bwana, endeleza kila kiwango ambacho tutaweza kutimia kitimilike ndani ya wema wako Bwana. Tunakuomba Bwana, mkajitwalie sawa sifa na utukufu katika kila jambo Bwana. Tunakuhitaji Bwana katika haja zetu na katika hali zetu. Tumekuja hapa Bwana tukiwa na majeraha mbalimbali ambayo tumekumbana nao wakati tumepata kuishi wakati uliopita. Bwana, tunaomba mkono wako wa rehema ukaweze kuchukua nguvu, ukaweze kuchukua huruma, ili ukaje Bwana kwa huruma yako na neema yako Bwana tukapate kusamehewa. Bila Bwana tukapate utabibu kutokanao na wema wako, ili Bwana miili yetu ikapate kupata nguvu za weza Bwana kuchipuka tena upya. Bwana, kubali uendeleze mkutano huu kwa sababu ni sifa na utukufu wako. Tunakabidhi mambo yote ambayo yataendelea hapa na mbali na hapa mikononi mwako Bwana. Pia tunakuita kwa sababu ya ndugu zetu na jamaa zetu ambao hawako hapo miongoni mwetu saa hii Bwana. Tunajua katika hali ya kiroho tunaweza kufikiwa wote, ili Bwana tukaweza kupata nafasi ya kutumika mbele yako basi Bwana, watembelee wale walio mbali, watembelee wale ambao hawapata nafasi ya kushiriki na sisi, ili Bwana utakapokuwa ukinena wanenea hata wao Bwana, ili Bwana tukajumuika pamoja katika hali za kibingu.
Basi Bwana, pia tunakuomba ukaweze kuwatembelea wale ambao wako na maumivu mbalimbali hospitalini na nyumbani, ukawaletea uponyaji. Walio na haja mbalimbali ukatimizia haja zao Bwana. Mambo yote yakaweze kutendeka ndani ya wana wako na ndani ya mkono wako wenye huruma. Tunakabidhi na kukabidhi mambo yote mikononi mwako tunapoomba katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. God bless you very much. Brother tu kujibu maswali ya who has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Nasema who has the final say? Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah. Nasema who has the final say? Jehovah turns my life around. He makes a way. Jehovah has the final say. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna hata kuwepo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna hata kuwepo. Nimetembea, nimetafuta, nimezunguka, hakuna hata kuwepo. Nimetafuta, nimetembea kote, nimezunguka, hakuna hata kuwepo. Upendo wa Mungu Baba ni wa, upendo wa Mungu Baba ni wa, waweza kwenda juu, waweza kwenda mbele, waweza kwenda juu, upande wa mataifa yote, upande wa mataifa yote. Upendo wa Mungu Baba ni wa, upendo wa Mungu God bless you. Umewapata wrong card. Sawa, tuketi tutoe matoleo yetu. Wakati ndugu anapochukua matoleo yetu, tutakuwa tunaimba wimbo nambari 189. Tutakuwa na mwanga kwa Kiswahili 189. Kutakuwa mwanga nyumbani mwa Bwana ifikapo mwisho wa mwendo.
nimetembea mbali, sasa narudi nilipotea dhambini, sasa narudi, Tutaenda kuomba. Baba yetu uliye mbinguni, tunyenyekea Baba mbele ya kiti chako cha enzi asubuhi ya leo, tukiwa na shukrani, tukiwa na shangwe, tukiwa na furaha kutoka kilindi cha mioyo yetu. Wewe umekuwa Bwana uliye mwaminifu, umekuwa mwema kwetu Baba, umetuhifadhi, umetudumisha katika hii imani, na umetusaidia Baba kufika umbali ambao tumefika siku ya leo. Tunasema ni asanti kwa juma ambalo limepita. Mungu wa rehema, umekuwa pamoja nasi, umetembea nasi, umekuwa na ushirika nasi kila mmoja wetu mahali ambapo tumekuwa, na zaidi ya yote Bwana, tuna imani ya kwamba umetukweza na kutuinua juu zaidi. Asubuhi ya leo Baba, tunayo furaha tele kwa rehema na huruma safari ambazo umetujalia Bwana, tukakusanyika hapa Baba mbele ya meza yako, meza ambayo umeitayarisha, meza ambayo umeiandaa Baba, na shibe ambayo inatosha ya neno lako. Tunao imani ya kwamba Baba, asubuhi ya leo umetuandalia Baba chakula ambacho tutahitaji katika hii safari, chakula ambacho Baba kitatupa nguvu zaidi, kitatuwezesha Baba kustahimili mapigo na hata majeraha yote ambayo yataletwa na yule adui wako, ambaye pia ni adui yetu, yule mwovu Shetani. Tupiganie Baba, tujaze katika nafsi zetu, tulishe Baba, na hakika tutashiba kweli kweli.
kila roho nafsi iliyo hapa Baba iko na njaa, inaona kiu Baba kwa ajili ya neno lako. Wacha Bwana, tutakapokuwa tumeketi tukisikia ukinena nasi Baba, wacha Bwana hilo neno likaje na kushughulikia kila nafsi iliyo hapa katika shida ambayo inahitaji. Wacha imani yetu Baba ikainuke juu zaidi na kupokea kutoka kwako. Tunakushukuru na kusema ni asanti Baba kwa neema ambayo umetujalia Baba, hata katika matoleo ambayo tumetoa Baba, wewe ndio uliyetujalia ukatubariki nayo, na ndiposa tumeyaleta katika nyumba yako Bwana, ndiposa ikaendeleze ujenzi wa kanisa lako. Tubariki Bwana zaidi tena Baba, tukaweze kupata hata zaidi Baba, na hata mioyo ya kutolea zaidi kwa ajili ya ujenzi wa kanisa lako. Endelea kuwa nasi Baba na kutujalia kila hitaji ambalo tuko nalo Bwana, tukiwa na imani ya kwamba Baba ghala lako limejaa, na hakika aliwezi kukosa jambo ambalo Bwana utatubariki nalo. Tunao imani ya kwamba utazidi kuwa nasi na utazidi kutubariki hata zaidi na zaidi Bwana. Mbele yetu Baba sasa inakuja Bwana mhuduma ambaye umemchagua kwa ajili ya neno lako. Tunamuombea Baba ukampe nguvu, ukampe ujasiri Baba, na zaidi ya yote ukampake na upako wa Roho Mtakatifu, na ndiposa akanene tu yale Bwana ambayo umeyakusudia ya siku ya leo. Wacha Bwana ikawe ni baraka kwetu Bwana, hata naye pia unapombariki. Tunalete mambo yote mikononi mwako, tukiamini Baba hakika utakuwa pamoja nasi na utajitwalia sifa na utukufu wote Baba katika kila jambo. Endelea kutuvuta zaidi karibu nawe Bwana, na ndiposa tukafikie kile kimo ambacho Baba wewe ungehitaji kila mmoja wetu akuwa amefikia wakati huu. Tusaidie kuendelea katika hii safari ambayo iko na mapigo mengi, safari ambayo iko na majeraha mengi njiani, lakini Bwana tukikutarajia wewe ukiwa pamoja nasi Baba, hakika tutakuwa washindi. Wewe uliye mkuu uliye ndani yetu, hakika Bwana utashinda yule ambaye ako katika ulimwengu. Na imani ya kwamba utatubariki na utazidi kuwa nasi katika hii safari, sababu wewe ndiye uliyetuita tuianze Baba, na hakika unajua Baba utaikamilisha ndani yetu. Tuongoze na uwe nasi Bwana, na katika jina la Bwana Yesu Kristo Baba tumeomba. Amen. Amen. Asante ndugu. God bless you once again. Kwa mara nyingine pia nawakaribisheni tena kwa ibada ya leo. Ninyi wote mlio hapa na wale ambao wanatufuata kwa njia ya Facebook na YouTube, jisikieni huru sana kushiriki katika ibada ya siku ya leo. Napoenda kuimba wimbo nambari 30, nambari 30 za Kiswahili, mwamba wenye imara, tutakuwa pia tunamkaribisha mhudumu ambaye anakuja kutuongoza katika kipindi cha kusikia kutoka kwa Mungu. Imara, watu
Number 5, yote aliyotenda sitaacha kusifu. Kwa yote aliyotenda sitaacha kumsifu mema yake tosha. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumsifu Mwokozi, sitaacha kumsifu aliye mkombozi, anipaye nguvu zake. Sitaacha kumsifu, nitembee njia yake. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi, sitaacha kumsifu aliye mkombozi, wokovu wake. Sitaacha kumsifu, wanipa nguvu zake. Sitaacha kumsifu, sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi, sitaacha kumsifu aliye mkombozi. Ninaposafiri hapa, sitaacha kumsifu. Nitakapofika mbingu, sitaacha kumsifu. Sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi, sitaacha kumsifu aliye mkombozi. Salimia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. It's a wonderful day that we have privilege Ni siku ya ajabu ambayo Bwana ametujalia come again kuja tena fellowship around his word. kuwa na ushirika ndani ya neno lake, So it's wonderful even to be alive. na pia ni jambo la kipekee pia kuwa hai. It's not just something, it's not luck. Sio kubahatisha tu ambayo imefanya uwe hai. God has done it. Yeye Mungu ndiye amefanya hiyo ifanyike. So we have a reason to be thankful to God. Tunayo sababu ya kutosha ya kumshukuru Bwana Whenever we wake up wakati wote unapoamka, and we are around and worshiping him. na tuko hapa tukienda kumwabudu. We've been saying that the kingdom of God, Tumekuwa tukisema ufalme wa Mungu today you enter by blessing. unaingia pale kwa kujisukumia kuingia. So you know how the devil will give us a lot of business Unajua jinsi ambavyo shetani atatuletea shughuli nyingi till we are unable even to pay attention to the word of God. mpaka upate ya kwamba hauna jambo la kutimiza ama kushughulikia jambo kama kazi ya Mungu. So it's good to know that Basi ni vizuri kabisa kujua hivyo that this time you have to bless, kwamba wakati huu lazima ujisukumie sana kuingia, to enter into the kingdom. uingie pale ndani katika ufalme wa Bwana. So I want us to
read the scripture we've been reading, Tutaenda kusoma maandiko ambayo tumekuwa tukiyasoma. where the prophet based his message, Nabii aliweka ujumbe wake desperations. katika hali ya kuhangaika. So go to Jeremiah 29, Tutasoma kitabu cha Yeremia mlango 29 verse 10. kuanzia mstari wa 10. Yeah, ask one brother to read for us, Brother Kuria. Ndugu yetu Kuria kamuuliza atusomee hilo andiko. Kitabu cha Yeremia 29 10 to 14. mstari wa 10 hadi wa 14. Maybe before we do that, let's pray. Kabla ya kusoma hayo, hebu tuombe. Heavenly Father, we come before you this morning. Baba yetu wa mbinguni, twaja mbele zako asubuhi ya leo. We never approach you because we are perfect, Hatukaribii uwepo wako sababu sisi ni wakamilifu. but we always depend on that precious blood of thy Son Jesus Christ. Amen. Lakini wakati wote tunaitegemea hiyo damu ya thamani kuu ya mwanao Yesu Kristo. We are not holy, Sisi sio watakatifu. but you are holy, Lord. Amen. Bali wewe ni mtakatifu Bwana. And when you are in us, Tuwa ndani yetu, that's when we can say the holiness in us. huo ndio wakati tunaweza sema utakatifu wako uko ndani yetu. For there is nothing holy. Sababu hakuna chochote kitakatifu. There is no church that is holy, Hakuna kanisa takatifu, no mountain that is holy. hakuna mlima ulio mtakatifu. Nothing is holy except Hakuna you. chochote kilicho kikamilifu isipokuwa wewe. We therefore cast our eyes of the heart and the body down on the soil where you brought us from. Basi Bwana, tuinamisha nafsi zetu na hata macho ya kiroho kuelekea mchangani, mahali ambapo wewe ulitutoa, Respecting you, Lord, tukikuheshimu, knowing that you are our creator, tukijua wewe ndiye muumbaji wetu, and ask you, Lord, to come down and fellowship with us. na tukiomba Bwana ushuke na uwe na ushirika nasi. Remove all tiredness from our bodies, from our hearts, Tuondolee uchofu wote mioyoni wetu na hata milini mwetu, that we may give your word undivided attention. ili Bwana tuweze kulipa neno lako usikifu ambao unastahili. Help us, Lord, Tusaidie Bwana even to understand your word, hata kulifahamu uzuri neno to lako, have the right interpretation. na pia tupate utafsiri ambao ni wa kweli. And we shall not fail to thank you, Lord. Ukifanya hivyo Bwana, hatutasahau kukushukuru. You give us success in all these things. Na utujalie Bwana kuyaingilia haya mambo yote, Meet with all our needs, akutana na mahitaji yetu yote both spiritually yaliyo ya kiroho and the needs that we have on this earth. na mahitaji tulio nayo hapa duniani. Help us, Lord. Katusaidie tuwe Bwana, Stretch your hand to everyone kanyoshe mkono wako kwa kila mmoja wetu that is feeling unwell, ambaye ni mgonjwa. and let them recover. Amen. Umjalie uponyaji Bwana, For this is a promise that you've given to us, na Lord. hii hakika ni ahadi ambayo umetupatia. We thank you for all things Asante kwa ajili ya kila jambo, as we pray in the name of our Lord Jesus Christ. tukiomba haya yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Jeremiah chapter 29, verse 10 to 14. For thus says the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I'll visit you and perform my good word toward you, in causing you to return to this place. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hasten unto you. And ye will seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart. I'll be found of you, says the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all nations, and from all the places whither I have driven you, says the Lord. And I'll bring you again into the place whereas I caused you to be carried away captive. Amen. May the Lord add blessings to the reading of the service. You can sit down. Bwana ongeze usomaji wa neno lake baraka, unaweza keti. We also read 2 Kings chapter 4. Naenda kusoma pia Wafalme wa Pili mlango wa 4. 2 Kings. Wafalme wa Pili Ask, please, one more.
Brother Ng'ombe, kuja hapa ukusomee kidogo eh. 2 Kings. Wafalme wa pili mlango wa 4. Maybe from verse 20. Kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 4 kuanzia mstari wa 20. So we are still on desperations. Bado tunaendeleza huu ujumbe ambao ni wa hali ya kuhangaika. Found that if you are not desperate with God, na tuliona ya kwamba kama hauhangaiki ukimtafuta Mungu, he may not come on the scene. Yeye basi pengine hatapatikana. So it's very important to know actually in our doctrine and the doctrine that the prophet has given us or has brought us. Katika fundisho na ujumbe ambao nabii ametuingiza ndani yake, we really need to know the doctrine. Tunahitaji tujue hakika kilindi cha hayo mafundisho. Why does the prophet really preach or give us such messages? Kwa nini nabii akahubiri na akatupea ujumbe kama huo tuwe tukisikiza? It's because he wants us to sink in that doctrine. Yeye anataka tuzame kilindi katika huo ujumbe. He wants us to get into what he's teaching us. Tunataka tupate hakika kile anachotufundisha. Okay, bro. 2 Kings chapter 4 from verse 20. Yes, verse 20. I'll read. And when he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon and then died. And she went up and laid him on the bed of the man of God, and shut the door upon him, and went out. And when she called unto her husband and said, Set me, I pray thee, one of the young men and one of the asses, that I may run to the man of God and come again. And he said, Wherefore wilt thou go to him today? It is neither new moon nor Sabbath. And she said, It shall be well. And then she saddled an ass and said to her servant, Drive and go forward, slack not thy riding for me, except I bid thee. So she went and came unto the man of God to Mount Carmel. And it came to pass when the man of God saw her afar off, that he said unto Gehazi, his servant, Behold, yonder is that Shunammite. Run now, I pray thee, to meet her, and say unto her, Is it well with thee? Is it well with thy husband? Is it well with the child? And she answered, It is well. And when she came to the man of God to the hill, she caught him by the feet, but Gehazi came near to thrust her away. And the man of God said, Let her alone, for her soul is vexed within her, and the Lord has hid it from me, and has not told me. And she said, Did I desire a son of my Lord? Did I not say, Do not deceive me? And then he said to Gehazi, Gird up thy loins and take my staff in thy hand and go thy way. And if thou meet any man, salute him not, and if any salute thee, answer him not again, and lay my staff upon the face of the child. And the mother of the child said, As the Lord liveth and thy soul liveth, I will not leave thee. And he arose and followed her. And Gehazi passed on before them and laid the staff upon the face of the child, but there was neither voice nor hearing. Wherefore he went again to meet him and told him, saying, The child is not awakened. And when Elisha was come unto the house, behold, the child was dead and laid upon his bed. And he went in therefore and shut the door upon them twice and prayed unto the Lord. And he went up and lay upon the child and put his mouth upon his mouth and his eyes upon his eyes and his hands upon his hands, and he stretched himself upon the child, and the flesh of the child awakened war. 5. And then he returned and walked in the house to and fro, and went up and stretched himself upon him,
And the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. Amen. God bless you. So we are on desperations. Tuko katika ujumbe wa kuhangaika. When people read these stories in the Bible, Wakati watu wanaposoma hadithi ambazo zimeandikwa ndani ya Biblia, sometimes they are not alive. wakati mwingine haziko hai ndani yao. When the prophet picks that, Na nabii anapochukua hilo he puts drops of life in that. na kuhubiri kuhusu hiyo hadithi, inaleta uhai zaidi ndani yake. So in this issue of desperation, Katika hili jambo la hali ya kuhangaika, you see, when this woman was told by Elisha, waona huyu mwanamke alipoitwa na Elisha, you go into the Bible ukienda kwa Biblia and get the background of that issue. na utafute chanzo kabisa cha jambo hilo. This lady was, she was a woman who was well off. Huyu mwanamke alikuwa mwanamke aliyekuwa tajiri. Family was well off, Ni jamii ambayo ilikuwa inajiweza, but they didn't have a child. lakini maisha yao yote hawajawahi kupata mtoto. But when Elisha was passing by, Na wakati Elijah alikuwa akipitia pale, maybe they would greet one another. pengine wangesalimiana, They didn't have much. Maybe they were not believers or something like that. pengine hawakuwa waaminio, ilikuwa tu ni kwa mkuana kwa But kawaida. every time the prophet would pass by, Lakini wakati wote nabii alipopitia, the woman would greet her, huyu mwanamke angemsalimia, and at times they would welcome the prophet into their home, na mara mingi wangekaribisha huyu nabii nyumbani kwao. and they would gladly give him something to eat, to drink, Wangefurahia pamoja, wamtayarishie kitu akule. and actually it reached a time when they said let's build him a room somewhere. Na ikafikia mahali wakaona ni bora zaidi wamjengee jumba kidogo tu mahali. So he must have become a frequent visitor, Lazima basi alikuwa ni mgeni ambaye alikuwa wa kila wakati, and indeed a friend. na hakika pia alikuwa rafiki yao. And actually they didn't have much to do with it. They just found a good man. Waliona tu ni mtu aliye mzuri kukaa na yeye, So she didn't have an intention that that man could do anything for her. yeye hakuwa na nia ingine yoyote ambayo huyu nabii But angemsaidia. they found a good man, and they were generous, and they would invite that man, and the prophet, and they were kind to the prophet. Waliona huyu nabii ni mtu aliye mzuri na wakamfanya awe rafiki yao na wakawa wakimtendea mambo mema. So at one time the prophet just thought, Na siku moja nabii akawazia, what could I do for these people? nawezaje fanya jambo nzuri kwa hawa watu? Because they are so good. Sababu ni watu wazuri zaidi. And when she was asked what could be done to her, Wakati aliulizwa, je, ungetaka nikufanyie nini? she said, we are well off. Akasema, sisi kama ni mali tuko nayo ya kutosha, We are okay. tuko sawa kabisa, Have enough. kuna pesa ya kutosha, And my family is doing fine. familia yangu anaendelea vizuri. So we really don't need anything from you. Basi hatuoni kama tunahitaji chochote kutoka We kwako. don't do what we are doing in exchange or in expectation of exchange of anything. Hatujui tunakutendea hayo mazuri yote ndio turudishie mkono ama So tusaidie. we actually don't need anything from you. Basi hatuhitaji msaada wowote kutoka kwako. So don't expect that when we do something good, we have put a room for you, we have been giving you food, we are good. We do it out of, we like you. Usitarajie tu sababu ati umetutendea mambo mazuri ama tunakufanyia haya mazuri ndio tulipe. But fortunately, the lady knew and had perceived this a man of God. Lakini uzuri ni kwamba huyu mwanamke alikuwa amepambanua kwamba huyu alikuwa ni mtu wa Mungu. Do you remember the words of Jesus? Na kumbuka maneno ya Yesu aliyosema, That whatever you do to the little ones, or one of my little ones, kwamba lolote utendalo kwa mmoja wa hao wadogo wangu, you have done it unto me. Amen. Kumbuka ya kwamba umenifanyia mimi. So they were doing it for God. Walikuwa wakitenda hayo yote kwa ajili ya They Mungu. were generous to God Walikuwa wana ukarimu wa kutosha kwa Mungu, with no other motive, wakiwa hawana kusudi lingine la kando, nothing else, no objective, nothing, just hawakuwa na nia ingine the yoyote. love of God. Walionyesha tu upendo wa Mungu kwa huyu nabii wake. So, the prophet Elisha Huyu nabii Elijah was really in need of doing something in exchange.
alihitaji awafanyie jambo ili kurudisha mkono. So the servant, you know, Gehazi was the servant to Elisha. Unajua kwamba Gehazi alikuwa mtumishi wa Elijah. So he told him, Akamwambia, I told you sometimes you can advise God, isn't it? siku ingine nikakwambia kwamba unaweza fika mahali upe Mungu ushauri. This woman has no child. Huyu mwanamke hakuwa na mtoto. If you can pray for her, Kama unaweza muombea then she gets a child, na apate mtoto, we would have really given our thanks to her. tungekuwa hakika tumetoa shukrani zetu tele kwake. So she went to the door of that lady, Akaenda kwa mlango wa huyo mwanamke, and he told her about praying for her and getting a child. akamwambia juu ya kumwombea na pia kupata mtoto. Then the lady told the prophet, don't lie to me. Huyu mwanamke akaambia nabii, usijaribu kunidanganya ama kunichezea mzaha, Because I am old enough, sababu mimi najua niko mzee kabisa, I can't get a child. siwezi pata mtoto kwa hali yote. So the prophet went ahead, Na nabii akaendelea kumwambia, told her, thus says the Lord, ni hivi asema Bwana, at a given time, kwa kipindi cha muda you are fulani going to get a child. hakika utapokea mtoto. And it was thus says the Lord. Na hiyo ilikuwa ni hivi asema Bwana, It could not be reversed. haigerudishwa nyuma ama ikose kutimia. So it was like that. Ilitokea tu hivyo. Remember, Sarah was also doubting. Wakumbuka pia Sara alikuwa katika hiyo hali ya kushuku. So even this lady was doubting. Huyu mwanamke pia yeye alipoambiwa hivyo alitia shaka, But she got a son. lakini alipata mtoto kijana And they were very happy. na walifurahi kabisa kwa ajili ya hiyo. But after 12 years, Lakini baada ya miaka 12 having gotten the child, wakiwa wamelea yule mtoto, he got sick. akagonjeka, And maybe the prophet is saying maybe he got a stroke. na pia anasema pengine alipatwa na mshtuko wa moyo. So he started crying, my head. Anza kulia, kichwa changu kinaniuma kichwa, And he actually died. na hakika akakufa. And it was desperate. Na ilikuwa hali ya kuhangaika kabisa. He was the only child, Alikuwa ndiye mtoto wa pekee, and now he's gone. na sasa tayari ameaga dunia. So let's go to 102. Hebu tusome aya 102. Go to 102 first. Now, the Shunammite woman had a little boy that the prophet had spoke of the word of the Lord over. Though she was old and her husband old, they had no children. But she was kind of, and she knows that he was a man of God. She perceived that he was honorable, a real man. He came into the house, her husband not there, and whatever more. He was a holy man. They could see that he was an honorable person. She had watched him do signs and wonders. She had heard him tell things that happened. He was honorable, holy man. She said to her husband, maybe we skip that. And we go to 105, please, 106. So, and the son was born. Na huyu kijana alizaliwa When he was about 12 years old, akiwa miaka kama 12. how that old couples must have loved this little boy, their only child. Jinsi havyo wazazi wake walivyompenda kuwa mwana wa pekee. And one day he was out cutting wheat with his daddy. Pengine siku moja akawa pale nje akiwa na babake wakikata ngano. Must have been about the middle of the day. He had a sunstroke. Ilikuwa pengine ni wakati wa mchana hivi, na akawa amegongwa sana na jua, I suppose, and got a stroke. na akapatwa na huo mshtuko, Because he began to hold my head and he got sicker and sicker. sababu alianza kulia, jameni, kichwa changu, na akawa mgonjwa. His daddy had to take him from the field, and it was such an emergency that sent the servant to him.
Na alipolia hivyo, babake akamchukua kumtoa katika uwanja na akamchukua kwa dharura kabisa kumpeleka kwa mtumishi wa And the Mungu. mother held him on her lap until noontime, and he died. Na mamaye mzazi akamshikilia mapajani mwake mpaka wakati wa mchana na akafa. Notice her only child that had been given to her by the Lord Angalia mtoto wa pekee ambaye alikuwa amepewa na Bwana, through the prayer and the promise of a prophet, na kupitia maombi na ahadi ambayo ni ya nabii, and through thus saith the Lord. na kupitia hivi asema Bwana. She knew there was something wrong somewhere. Mamaye akajua kuna jambo limefanyika makosa, It just wouldn't work. mambo hayangekuwa tu hivi. How would God give her that son and let her love come to that baby? Ingekuwaje Mungu alimpatia huyu mtoto na upendo wake huo wote kwa mtoto? Yeah, she never asked for it. Na hata hivyo sio yeye aliyeomba apewe mtoto, She was too old to have it. yeye alikuwa mzee kupindukia. The hand of God had to pronounce it. Amen. Mkono wa Mungu ndiye uliotamka mtoto awepo, A man spoke it, the prophet. na nabii wake akanena hilo. And there, this baby, in this condition, and had died. Na huyu mtoto wake akiwa katika hii hali tayari akakufa, Her only son. mtoto wake ambaye ni wa pekee. So she said to the servant, Akasema kwa mtumishi wake, "Saddle me a mule and you ride, chukua huyu punda na muendeshe haraka, and don't you stop. na usisimame mahali. If anybody tries to stop you, Mtu yoyote akikusimamisha kwa njia, don't say a word. hata usinene naye, And you drive straight to Mount Carmel. na uende mara moja mpaka mlima wa Kameli, Up there is a cave somewhere, na mahali huko kuna pango mahali, and there is a servant of the Most High God. kuna mtumishi wa Mungu aliye mkuu wa juu, And the one who told me, thus says the Lord, na huyo ndiye aliyeniambia hivi asema I'll Bwana, have the baby. utapata mtoto. I want to know why God has did this. Nataka uende nijue kwa nini Mungu amefanya hivi. Go straight forward and don't check that mule." Enda mbio mbio mara moja na usipunguze mwendo kwa huyo punda. You know, it's not a story. Unajua sio hadithi tu. Don't greet anybody. Usisalimie hata mtu njiani. Don't even raise your hand like Hata this. usimuinulie mpungie mkono. Don't talk to anyone. Usiongee na yoyote. And don't check the speed. Na usipunguze mwendo wa nyumbu hata kidogo. See the desperation. Unaona hali ya mahangaiko ndani yake? You must move fast. Unastahili uende kasi kabisa. And don't check the speed of the mule. Na usipunguze hata kidogo mwendo wa kasi wa huyu And Mungu. don't talk to anybody. Na usiongee na mtu yote njiani. And furthermore, Zaidi za kabisa, because I want Lydia to know sababu hakika nataka nijue the reason. sababu ambayo imefanya huyu mtoto wangu afe, It was thus says the Lord. na mtoto mwenyewe nilimpata kupitia I hivi don't asema know, Bwana. I don't know how many times we go back to what God has promised. Sijui mara ngapi ambayo tunarudi katika yale ambayo Mungu And ask ametuahidi, ourselves, na tujiulize wenyewe, why don't we go for that reason? kwa nini tusiende kwa sababu ya hiyo? Why is God doing it? Kwa nini Mungu amefanya hilo jambo? You know, she did not, kind of complain to God or anything. She just wanted to know the reason why this has happened. Huyu mwanamke hakwenda mbele za Mungu na manunguniko na kulialia, lakini alitaka kujua tu kwa nini hili jambo Because lilifanyika, it was thus says the Lord. na sababu ilikuwa ni hivi asema Bwana. You know, the prophet is emphasizing on desperation. Nabii anatia mkazo hapa juu ya kuhangaika. You just don't sit and say, okay, God has taken the Jambo child. alifanyiki tu kwako, alafu unaketi unasema ni sawa, Mungu ndiye amefanya hivyo. God giveth and God is. Mungu ndiye aliyepeana, Mungu ndiye aliyechukua. No. La. Why take? Jiulize swali, kwa nini amechukua? He gave me, but why now? Yeye ndiye aliyenipatia yeye, na kwa nini Is amemchukua this the sasa? time to take him? Je, huu ndio wakati wa kumchukua? But I want to know the reason. Nataka nijue sababu. He has done it, but what is the reason? Ni kweli ameshamchukua, lakini kwa nini amemchukua? You see, he wants to know. She wants to know the reason. Alikuwa hali ya kuhangaika ajue sababu. I really like it because it's not the father. Naipenda sana sababu hili jambo la kuhangaika alikuja kwa baba, ilikuwa kwa It mama. was the mother. Ilikuwa kwa mama And mzazi. actually the promise was to the mother. Na ahadi ambayo ilipeanwa ilikuwa kwa huyo mama. So this promise was to her.
Ahadi hii ilikuwa ni yake. We'll come a little later to Hannah, who was given Samuel. Tutarudi kwa Ana ambaye alipewa Samueli. Remember, she dwelt in the temple. Unajua alikuwa amekaa pale katika hekalu Praying akiomba kila wakati, until even the priest thought she was drunk. mpaka yule kuhani alipoona vile anaomba akadhani yeye ni mlevi. She was not worried. You read that later. Tutasoma hiyo baadaye. She was desperate. Alikuwa hali ya kuhangaika zaidi. Remember, she was praying for a son. That was Hannah. Kumbuka Ana alikuwa akiomba kwa ajili ya kijana. This one never prayed. Huyu hakuomba chochote. She did not ask. Hakulilia Mungu akiomba. And actually, as we have read in the Bible, Na vile tumesoma kwa Biblia, when he came to the prophet, wakati alipoendea nabii, first thing was, jambo la kwanza ilikuwa hivi: did I ask for the child? wewe nilikuomba umpatie mtoto? You know, when she was addressing the prophet, she was addressing God. Na ujua alipokuwa akinena na huyu nabii wa Mungu alikuwa akinena na The Mungu. first question, did I ask for him? Swali la kwanza ni, je, nilikuomba unipe Why mtoto? would you give and take him? Kwa nini unipatie alafu mchukue? So maybe let's continue. Hebu tuendelee. So let him learn just as hard as everything is in him. Wacha kimbie kasi kabisa jinsi awezavyo. Let him learn till you get there. Mpaka ukimbie kasi uwezavyo ufike pale. Desperation. Hali ya kuhangaika. And Elijah, it should be Elisha the prophet, raised up Na Elija nabii akainuka and said, na akasema, here comes the Shunammite. yuyu yuaja hapa yule mwanamke Mshunami. And something wrong with her. Na lazima kuna kitu kimefanyika makosa. God has kept it from me. Lakini Mungu amenificha kabisa, sijui ni nini. Don't know what's wrong. Sijajua ni kitu gani. So go meet her. Basi yenda ukutane naye. Let's hurry. There's something wrong. Wacha tukimbie na tufanye haraka, kuna kitu ambacho kimetokea makosa. This is a prophet. Na ujue huyu ni nabii. And the woman is, you know, that thing, whatever, the donkey must have been running at a speed. Huyo nyumbu lazima alikuwa ameenda mbio kasi kabisa. Maybe there was some dust. Yeah? Pengine alikuwa amejaa vumbi. And when the prophet raised his head like this, Na nabii alipoinua kichwa chake hivi, found there are people coming. akaona kwa mbali kuna watu wanakuja mbio. This is the Shunammite woman. Akasema huyu lazima ni yule mwanamke Mshunami. But God has hidden me. What is going on? Lakini Mungu amenificha, sijui nini kinaendelea. Certainly something is wrong. Lakini hakika kuna kitu kiko makosa. Let's go and meet her. Wacha tukutane na yeye. So desperation set on the prophet. Basi hali ya kuhangaika pia ikaingia ndani ya nabii. Desperation on the woman. Na kuhangaika tena ndani ya mwanamke. See, they were coming together. Sasa angalia wakija wakutane. One wanting to know the word of the Lord. Mmoja akitaka kujua neno kutoka kwa Mungu, How it was. jinsi ambavyo mambo And the yalifanyika. other one did not know Na yule ambaye alitakikana ajue, yeye pia what ajui the word of the Lord was. kile ambacho neno la Mungu lilikuwa likimaanisha. So here, the woman wants to know. Mwanamke anahangaika moyoni akitaka kujua. She really wants to know the word. Hakika anataka ajue She neno. wants to be given what is the reason of taking the son. Anataka apewe sababu ya mtoto wake wa pekee kufa. The prophet does not know. Naye nabii hakuna kitu He anajua. wants to know the word. Anataka ajue neno. So there you are. Basi mambo yako hivyo. One wanting to know it, Mmoja akitaka kujua and the other one did not know it. na yule mwingine hakujua. The woman wanted to know it, Mwanamke alitaka kujua and the prophet didn't know it. na nabii naye hakujua. Say, God has kept it from me. Na nabii akasema hakika Mungu amenificha. I really don't know what to tell her when she gets here. Na hata huyu mwanamke afikapo hapa sijui nitamwambia nini. So she was almost there. Na akawa sasa amekaribia kabisa. He raised up his hand. Nabii akainua mkono wake Is all well with thee? na akamuuliza, je, mambo yote ni salama nawe? And the lady said, is all well with thy husband? Je, mambo yote ni salama na mumeo? Is all well with the child? Je, mambo yote ni salama na mtoto? This is what we normally ask. Haya ni mambo ambayo tumezoea Is the kuongea. family okay? Familia yako wote ni wazima? Is your husband okay? Mumeo ako salama? Is the child okay? Je, watoto pia wako salama? Are things okay? Mambo yote yako sawa? Now see how that she answered. Angalia naye vile alivyojibu. Now,
The woman had reached the end of her desperation. Mwanamke sasa alikuwa amefika mwisho wa mahangaiko yake. She said, all is well. Amen. Akasema mambo yote ni salama. Hakuna shida. There's no problem. No problem at all. Hamna shida hata kidogo. Things are okay. Mambo yote yako salama. Just wait. Oh, glory. Utukufu. All is well. Mambo yote ni salama. Her desperation was over. Kuhangaika kwake kumefika mwisho. She had found the servant of the Lord. Alikuwa sasa amefika kwa mtumishi wa Mungu. If he hadn't been there, Na kama hangekuweko, she was still been in desperation. bado huyu mama angezidi kuhangaika. But you see, here he was there. Lakini unaona amempata yule mtumishi wa Mungu. And she said, all is well. Na akasema mambo yote ni salama. Elisha thought, Licha akawazia, now what is going on? sasa nini ambayo itafanyika? The way she has come here. Jinsi ambavyo amekuja hapa. So she ran and fell down at his feet. Akakimbia akaanguka miguuni kwake. That was kind of uncommon. Hiyo ni jambo ambalo halikuwa la kawaida. So Gehazi just lifted her up Basi Gehazi haraka haraka akamuinua. and said, let her alone. Naye akamwambia mwache tu hivyo. Don't do that. Usifanye hivyo. It was Elisha. Elisha said to his servant, Lakini akamwambia mtumishi wake, don't do that. usifanye hivyo. Let her alone. Wewe mwache tu. There is something wrong. Kuna jambo liko makosa. God keeps it from me. Lakini Mungu amenificha. Then she revealed to him that the baby was dead. Basi huyu mwanamke akamwelezea kwamba mtoto wake alikuwa amekufa. You see? Desperation. Hali ya kuhangaika. Now the prophet didn't know what to do. Nabii sasa hakujua afanye nini. And he said, Akasema, Gehazi, take this staff chukua huu mkongojo that I walk on. ambao nimeutumia kutembea kila wakati. He knows that whatever he take this staff that I've walked on, he knows that whatever he touched was blessed. Alijua chochote alichoguza kilikuwa kimebarikiwa. Because it wasn't him, it was Sababu God. haikuwa yeye, ilikuwa ni Mungu In him. aliye ndani yake. He knew who he was. Alijua yeye alikuwa ni nani. He knew that he was a prophet. Alijua yeye alikuwa nabii. So he picks up this staff. Alichukua mkongojo. Gehazi, Gehazi, take this, chukua hii and you go lay it upon the child. na uende ukawekelea huyo mtoto, And if anybody speaks to you, na mtu yeyote anenaye nawe, you get desperate. wewe ingia hali ya kuhangaika. And don't salute anybody. Usisalimie mtu yeyote, Just keep going. wewe endelea kusonga tu. Don't speak to nobody. Usiongee na mtu yeyote, Go put it upon the na uende ukawekelea huyu mtoto juu yake. So you see, also the prophet got into an emergency. Unaona, pia nabii aliingia katika hali ya dharura. This is an issue that was an emergency. Hili lilikuwa ni jambo la dharura kabisa. And you see always, Na wajua wakati wote these people, you go through the word in the Bible, wewe pitia usome katika Biblia, and you see how serious people were. na utaona jinsi ambavyo watu walikuwa wanajitolea. You don't take God rightly. Hauchukui neno la Mungu kwa urahisi. You know, they are serious. Ni watu ambao wako kini kabisa kufuatilia kile They wanasema. want to find out Wanataka wajue kwa nini. what is the reason. Shida iko wapi? What can we do? Nini ambacho tunaweza fanya? Now the prophet also got into desperation. Nabii hapa naye pia akaingia katika hali ya kuhangaika. So Elisha thought that when his servant Gehazi goes there with that stick and lay it on the child, Nabii akafikiria wakati Gehazi ataenda na huo mti na awekelee huyo mtoto, maybe it will work. pengine itafanya kazi na afufuke. But the woman that didn't end her desperation. Amen. That did not end her desperation. Hilo jambo halikumaliza hali ya kuhangaika kwa huyu That mwanamke. did not satisfy Hiyo haikumridhisha what she came for. kile ambacho tulimpeleka huko. She said, Akasema, as the Lord God liveth, mradi Mungu wangu aishivyo, I'm not going to leave you sitakuacha hata wewe. until you go minister to the child. Amen. Na uende ukamhudumia huyo mtoto wewe. Personally. Wewe mtu binafsi. Remember Gehazi had already left
Na ujue Gehazi alikuwa ashatumwa tayari na and mkokoto given instructions. na akapewa mashauri ya kufanya. You also don't talk to anyone. Wewe pia usiongee na mtu njiani. Make sure you go straight. Hakikisha umeenda mbio mbio kabisa. I always ask myself, Mara mingi nimekuwa nikijiuliza, when God wants to do something very serious, wakati Mungu anataka kufanya jambo la dharura kabisa, He doesn't want many people, you talking and you go on talking with the people and all that. hataki utembee ukipiga story na watu njiani, ukienda ukisimama. He doesn't like that. Mungu hapendi hivyo. Remember the story of Jeroboam. Kumbuka hadithi ya Yeroboamu. The prophet was sent Nabii alitumwa and was told, when you go there, na akaambiwa uendapo huko, go and deliver the message enda ukapeane huo to ujumbe the king. kwa mfalme. After doing that, Na baada tu ya kufanya hivyo, don't even eat anything. hata upewapo chakula usile, Don't drink anything. usinywe hata maji. Just come back. Wewe rudi tu mara Go moja, and do that and kisha ujumbe, do your business, ufanye shughuli zako pale, then come back. alafu rudi mara moja. Don't do anything there. Usifanye chochote pale. So he went. I think Jeroboam had a problem with his hand. Nafikiri Yeroboamu alikuwa na shida ya mkono wake, Could not just, bed. haungeweza kujika hata kidogo. So when he finished the mission Wakati alimaliza kufikisha ujumbe and came back, na akarudi, on the way, akiwa njiani, another man came to him. jamaa fulani akamtokea, Told him, I'm also a prophet. akamwambia, je, wajua hata mimi ni nabii? I'm also a prophet. Mimi ni nabii. Do this. Fanya hivi, I've talked to God. nimeongea na Mungu tu saa hii He told me, na ameniambia there's no problem. hakuna shida yoyote. Let's go back. Wewe tu rudi Go and eat. na ukule kile chakula ambacho umepewa. You see? But the first voice of God, why would it change? Lakini sauti ambayo Mungu alikuwa amesema kwanza, kwa nini abadilishe? Why change? Kwa nini abadilishe? And Paul says, Paulo anasema if an angel come from heaven hata malaika akishuka kutoka mbinguni and come and change na akuje aseme tofauti what we, na kile sisi, who are we? hapa sisi ni kusema ni akina nani? The disciples. Hawa mitume wa Yesu. If anybody come and change Hata mtu yoyote akuja abadilishe the way we baptize, jinsi ambavyo tunabatiza, if anybody change mtu yoyote akuja abadilishe and say women should preach, na aseme wanawake wako na uhuru wa kuhubiri, if anybody change mtu yoyote akuja abadilishe what we, kile sisi, including myself, Paul, pamoja hata nami Paulo, because this is a revelation, sababu huu ni ufunuo nimepokea kwa Bwana, cannot be changed. haiwezi badilishwa. It is a revelation from heaven. Ni ufunuo kutoka juu mbinguni. And as it was Na kama jinsi in the ilivyokuwa old days, wakati wa kale, when we had priests, wakati tulikuwa na makuhani, even women were not preaching then. wanawake hawakuwa wakihubiri hata siku hizo. Now we have a revelation. Na sasa hivi tumepokea ufunuo wa We should kanisa. not still preach. Bado hawahitaji kuhubiri. If anybody changes Na kama mtu atakuja abadilishe hiyo, what we said, kile ambacho tumesema, let him be accursed. wacha huyo mtu na alaaniwe. You see now, Unaona jinsi mambo yalivyo? because what God has said Sababu kile Mungu ambacho amesema should not be changed. haistahili kubadilishwa. You see, Elisha is telling his servant, do not greet anyone. Elisha anaambia mtumishi wake, Don't usisalimie talk mtu, to anyone. usiongee na yoyote, Don't do anything else. usifanye jambo lolote njiani. Go straight and do what I have told you. Enda moja kwa moja ukafanye kile nimekuambia. So actually, the lady was not satisfied. Lakini hata hivyo huyu mwanamke hakuridhika. And he told him Akamwambia, that I will not leave you hakika wewe hata sikuachi until mpaka you minister to the child. uende ukamhudumie huyo mtoto wewe binafsi. So I really want you to get what the prophet, when he preaches a message, Wajua wakati nabii anapohubiri ujumbe, the inside there, hapo ndani katikati ya huo ujumbe there is a doctrine. kunalo fundisho ambalo analeta, He wants you to grasp that doctrine. na anataka unase kabisa hiyo fundisho. When he gives us these examples, Akileta hii mifano, he wants you to pick that. anataka ushike hilo fundisho. And there cannot be a church without doctrine. Na unajua hakuna kanisa linaweza simama bila fundisho.
And some churches don't have even a doctrine. Na ujue kuna makanisa hayana mafundisho. What is the teaching in that? Nini fundisho ambalo liko katika ule ujumbe? You know, we cannot believe the message in vain. Hatuwezi amini ujumbe tu bure hivi. You get it? Amen. You know, even those terrorist groups, Unajua hata hao magaidi they have their doctrines. wako pia na mafundisho yao. You know that? Unajua hivyo? Al-Shabaab have a doctrine. Magaidi wa Al-Shabaab wako na mafundisho yao. It's something indoctrinated which is evil, but a doctrine. Kuna fundisho ovu zaidi ambalo linawekwa ndani yao. So they are told, if you die, Wanaambiwa ukienda ufe muhanga, just die like that. wewe ukufe tu hivyo ujitolee. So you imagine somebody driving a brand new vehicle into a hotel, Wewe fikiria mtu anaendesha gari mpya kabisa la kifahari, but with the bombs, anaingia mkahawani na akiwa na mabomu and explode that bomb, na analipua hayo mabomu, killing people anaua watu and killing himself. na hata yeye mwenyewe anajiua, Because in him, sababu ndani yake there is an evil doctrine kuna fundisho ambalo ni ovu limewekwa ndani. that he is telling him that if you do this, Yeye anafundishwa, anaambiwa kama utajiua hivyo, not even on this earth, na hata sio hapa duniani, you'll go straight to heaven utaenda moja kwa moja mbinguni and get the reward there. na huko utapewa thawabu kuu. It's a doctrine. Ni fundisho linawekwa ndani yao. So in Christianity, we must have that doctrine. Katika Ukristo lazima pia tuwe na mafundisho kama hayo. And you know, God said Mungu kasema through the prophet, kupitia nabii wake, at this time wakati huu is the time I want my people to have that doctrine. ndio wakati ambao nataka watu wangu wakuwe na hayo mafundisho. Therefore, I will send Elijah the prophet, Amen. Basi nitampeleka Elia nabii so that they can be taught that doctrine. ndio hao watu wafundishwe hayo mafundisho. So that's why our pastor will be able to go through the church ages. Ndio sababu mchungaji wetu yeye hutia bidii kabisa aeleze kabisa hizi nyakati saba za kanisa, Because that is our doctrine today. sababu mafundisho yetu yako hapo siku ya leo. You must understand, Lazima tuyafahamu what is it about the 7 church ages? hizi nyakati saba za kanisa zinahusiana na nini. Why would we be different with the denominations? Kwa nini sisi tuwe watu wa kipekee na madhehebu? Why would we be different Kwa nini tuwe watu tofauti with these other churches? na haya makanisa mengine yote? Yes, because there is a doctrine. Ni sababu kuna fundisho tumepewa, And today we have that doctrine. na leo tuko na hilo fundisho, And we are founded on that doctrine. na msingi wetu wote umewekwa juu ya hilo fundisho. So getting into desperation, Hali ya kuingia katika kuhangaika, talking to God, kuongea na Mungu hapa kwa hapa, presenting your supplication to God, ukitoa mahitaji yako yote kwake, talking to God in a manner that you know exactly what you are talking about. ukiongea na Mungu ana kwa ana, ukijua hakika nini ambacho unamwambia. So this woman knew that this is a servant of God. Huyu mwanamke akajua anaongea na mtumishi wa Mungu. So Elijah got desperate. Basi Elia akaingia katika hali ya kuhangaika. Remember, the woman went and held his foot like this. Kumbuka huyu mwanamke alikimbia akaanguka miguuni pake akamshika miguu. And actually Gehazi had found that this is not common. Na Gehazi akaona hilo sio jambo la kawaida la kufanyika. It's not normal. Sio jambo la kawaida. Kind of, if you look at her with the ordinary mind, Ukiangalia hilo jambo na katika akili za kawaida, she is out of her mind. huyu mwanamke ni kama amechanganyikiwa. She's not really in her right mind. Ni kama hajielewi hata kidogo. Falling, and holding the prophet. Kuanguka miguuni pa nabii na kumshika miguu. And Gehazi wanted to get her off. Na Gehazi akakimbia mtoe The pale. prophet told him, Nabii akamwambia, this one, there is a problem. ukiona anafanya hivi kuna shida Do fulani. not. Usimtoe hapo, achana tu na yeye. Leave her alone. Wewe muache tu. So now when the prophet got the secret that now she got the problem. He got the problem. Wakati nabii sasa alielewa shida iko wapi. And told the servant to go ahead. Na akamwambia huyu mtumishi wake, wewe tangulie uende.
But this lady was not satisfied. Lakini huyu mwanamke hakuridhika na hiyo. Now you know when you are desperate, Unajua ukiwa hali ya kuhangaika, your soul will tell you whether you have the answer. amen, nafsi yako itakwambia kama umepokea jawabu ama bado. Remember Jacob? Kumbuka Yakobo, You do this, you do this. angefanya hivi, atumane afanye And he nini, still knew things are not yet. lakini hata baada ya kufanya hayo yote alijua mambo bado. Even after sending some gifts to his brother, Hata baada ya kutuma vipawa na karama fulani huko, even after sending the children and the women hata kutuma wake zake na watoto watangulie for his brother, waende kwa ndugu yake, he knew things are not yet. bado alijua mambo bado, Until he got desperate mpaka aliingia hali ya kuhangaika to talk to God aongee na Mungu hapa kwa and hapa, know whether there is an answer or not. na ajue kweli kuna jawabu ama hakuna. So this woman was desperate. Huyu mwanamke aliingia hiyo hali ya And kuhangaika, he knew even if Gehazi has gone, na akajua hata kama Gehazi ametumwa. you know, if you are not desperate, you will not get the answer very easy. Unajua kama hujaingia hali ya kuhangaika hautapata jawabu haraka. You know, when Gehazi was given the stick like this, Wakati Gehazi alipewa mkongojo, the prophet knew actually that stick is not about Elisha. nabii alijua huo mkongojo sio tu mambo ya Elija. It was not the first time they had done a miracle. Haikuwa mara ya kwanza kutumia mkongojo kama huo kufanya muujiza. And Elisha knew Na Elisha akajua if he takes this stick, kama atachukua huu mkongojo lay it on the child, aende uwekelee juu ya huyo mtoto, it could happen that the child will come back to life. inaweza fanyika huyo mtoto atafufuka mara moja. Remember how Peter they used handkerchiefs, Kumbuka vile akina Petro walikuwa wakitumia hata vitambaa vya So when they mkono. are prayed for, Wakati zimeombewa, go and lay on the sick, enda ukamwekelea yule mgonjwa would recover. na hakika angepona. So this is not something strange. Basi ile ilikuwa jambo ambalo ni la kigeni. So it could be possible Ingewezekana ifanyike that this stick could work. kwamba huu mkongojo ungefanya So kazi. Elisha was not wrong, Elisha basi hakuwa amekosea, but that could not satisfy the woman. lakini mahangaiko yaliyokuwa ndani ya mwanamke It hayangeridhika. could not touch her. Haingetosha hata It kidogo, was not enough. haikumridhisha, It never provoked her faith. haikuinua hata kutangamusha imani yake. So she held on to the prophet Basi akamshikilia nabii tena, and told him, akamwambia, you are the one to minister to the child. wewe ndiye utakayeenda kumhudumia huyo mtoto, You must do it. wewe ndiye utafanya hivyo. So the prophet got desperate, Nabii pia akaingia hali ya kuhangaika, and here he went na hapo akatoka down the road, teremka barabarani, him and the woman. yeye pamoja na mwanamke. And when they got there, Walipofika pale, all the people were out in the yard, watu walikuwa wamejaa pale katika boma, screaming and crying. wakipiga mayowe na kulia. And the woman had done the most appropriate thing could be done. Na huyu mwanamke alikuwa amefanya jambo muhimu kabisa ambalo lingestahili kufanywa. You know, people were mourning. Unajua watu walikuwa wakiomboleza, They knew the child is dead. walikuwa wakijua huyo mtoto na tayari amekufa. So they were screaming. Basi walikuwa pale wakipiga mayowe na kulia. People were in the compound, Watu walikuwa pale katika boma lake and they are screaming. na wanapiga mayowe, The child is dead. huyu mtoto tayari amekufa. And the woman had done the most appropriate thing could be done. Mwanamke alikuwa amefanya jambo muhimu kabisa ambalo listahili kufanywa. She took the baby and laid him on the bed where Elijah had laid. Alimbeba huyu mtoto alipokufa, akamweka kwa kitanda kile ambacho Elija alikuwa akilalia. That was as good as his staff. Amen. Hiyo ilikuwa nzuri kabisa kama ule mkongojo wake. I hope you get this. Natumai tuko pamoja. Remember I told you they had put up a room for the prophet. Kumbuka nimekuambia walikuwa wamejengea huyo nabii kajumba The kadogo. prophet had his bed Nabii alikuwa na kitanda chake, where he used to lay. mahali ambapo alikuwa akilala usiku. And she had taken the child Na huyu mwanamke alichukua mtoto on that bed. akamlalisha pale kwa hicho So kitanda. what was the difference between the stick Tofauti ilikuwa gani katikati ya ule mkongojo and the bed that na kuwekelewa kwa kitanda ambacho nabii she ulalia? felt there was no difference. Hakukuwa tofauti yoyote. So that stick could not have worked.
Basi huyu mwanamke alijua huo mkongojo hautaenda kufanya kazi, because she had kept the child on the bed sababu tayari aliacha mtoto amelazwa juu ya kitanda cha where Elisha, Elisha used to sleep. mahali ambapo Elisha alikuwa akilala. See the revelation. Angalia ufunuo pale. That's why he told the prophet, it's only that he didn't tell him it can't work. Ni vile tu hangeambia nabii, huu mkongojo unapeana utaenda kufanya kazi. I want you to go Na yourself kutaka wewe binafsi uende and minister to the child. na umhudumie huyo mtoto. That was as good as his staff. Hiyo ingekuwa tu nzuri kama huo mkongojo wake. And he didn't wake up there. Na hiyo haikumwamsha pale. So the thing wouldn't work. Basi hiyo ingefanya kazi. She wanted to know something different. Yeye alitaka ajue kitu tofauti. The prophet went in now. Na pia akaingia ndani. He is in desperation. Sasa angalia ako katika hali ya mahangaiko. Now what is he going to do? Sasa atafanya nini? And we find in the Bible that he walked up and down the floor desperately. Tunaona akitembea tembea pale kwenda juu na chini akiwa hali ya mahangaiko. I don't know nothing else to do, Lord. Bwana, sijui jambo lingine lolote la kufanya. Here I am. Nimejileta hapa mbele You zako. told me to speak to that woman. Uliniambia niongee na huyo mwanamke. It says, thus says the Lord. Na nimwambie hivi asema Bwana. You know, God can put you in a fix. Unajua Mungu anaweza kukuweka mahali pembeni. Sasa, now the woman Sasa huyu mwanamke is desperate. yeye amehangaika ya kutosha. She also has done her best. Amefanya vyote ajuavyo. And even the prophet has come to realize Na hata nabii amekuja kuona that this lady had already laid this child on the bed he used to lay. amekuja na amepata huyu mwanamke ameweka ule mtoto kwa kitanda ambacho yeye unalia. So, no, the first button has not worked. Sasa ujue lile jambo la kwanza alilotarajia lifanye kazi alijafanya. The button of, holding the stick, laying Ule on the kuweka bed. mkongojo juu ya mtoto, kulalisha mtoto kwa kitanda. So he knew that if it's a stick, it had some inspiration. Alijua kama ni ule mkongojo uko na ufufio fulani. The stick, it was like that stick of Harun, Ni kama ule mkongojo wa Haruni that would grow. ambao aliwache kule ndani na ukakua. Okay, it could grow like this, Ingekuwa na ichibuke kabisa in the presence of God. mbele uwepo wa Mungu. So it had some inspiration, something, Ilikuwa na uhusho, uhai fulani ndani and yake. Elisha knew it was working. Na Elisha alijua itafanya kazi. So, and at the same time, even the bed where he used to lay, Na hata mahali ambapo yeye alikuwa amezoea the kulala. prophet is saying Elisha knew himself. Na pia anasema Elisha alijijua He mwenyewe. knew he's a man of God. Alijua yeye ni mtumishi wa Mungu. And now, Na sasa you see, the prophet is saying he walked up and down. na pia anasema alizunguka zunguka asijue afanye nini. He just walked up and down. Alikuwa akizunguka zunguka akiwa hali ya kuhangaika. Now he said, God, Akaambia Mungu, this child came by through that says the Lord. wewe unajua huyu mwanamke alipata mtoto kupitia hivi asema Bwana. There's nothing more sacred to a prophet and to the word other than that says the Lord. Wajua kuna jambo kuu zaidi na la kiungu kwa nabii ama mtu wa Mungu kuliko hivi asema Bwana. When a prophet says, thus says the Lord, Nabii anapotamka hivi asema Bwana, it is a very serious matter. hilo ni jambo liko na umuhimu wa hali ya juu. It means it is not him, Inamaanisha sio yeye anayeongea, it is God. ni Mungu binafsi. I don't know nothing else to do, Lord. Sijui Bwana nifanye nini. Here I am. Sasa niko hapa. You told me to speak to the woman. Uliniambia ninene na huyu mwanamke. Thus says the Lord. Na nikamwambia hivi asema It Bwana. was exactly the way I told her. Na hivyo ndivyo nilivyomwambia. Because you told me. Sababu wewe ndiye uliyeniambia. Now there she is in trouble. Sasa angalia ameingia katika I shida. don't know what to do. Na sijui hata nifanye nini. There is a dead boy. Mtoto ndio huyu amelala akiwa maiti. What can I do, Lord? Sasa nitafanya nini Bwana? No doubt the Holy Spirit said, Si shaka Roho Mtakatifu akasema, if the God is in you, kama Mungu yuko ndani yako, then lay yourself on the baby. basi wewe lalia tu huyo mtoto juu. First thing you know, he stopped.
Jambo la kwanza akakoma kidogo, ran and put his hands upon his hands, akakimbia akaweka mikono yake kwa mkono wake, his nose upon its nose, pua lake kwa pua la mtoto, his lips upon its lips. mdomo wake kwa mdomo wa mtoto, And when he laid himself over it, na alipomlalia pale, the baby sneezed 7 times. huyo mtoto akapiga chafya mara 7. Desperation was over. Amen. Hali ya kuhangaika ikafika mwisho. The baby came to life Mtoto akafufuka, because that desperation drove the woman to the prophet. sababu hali ya mahangaiko iliongoza yule mwanamke kwa nabii, And desperation drove the prophet to the baby. na hali ya kuhangaika nayo ikapeleka nabii kwa mtoto. And desperation in both of them drove God on the scene. Amen. Mahangaiko ya nabii na mtoto ikafanya Mungu ashuke With the love of God akiwa amejaa upendo and wake love for his people, na upendo wa watu wake, brought the love of God down ukashukisha upendo wa Mungu chini, and threw faith out into the battle. na ikarusha imani iongoze pale vitani, And the work was done. na ile kazi tayari ikafanyika, The case closed. na hiyo mambo ikaishia hapo. Amen. Amina. That's it. Hivyo ndivyo ilivyo. Desperation does it. Kuhangaika kunafanya mambo ya tukio. Certainly, she wasn't going to leave. Hakika hakuwa achane naye, She couldn't. hangemwacha. Even the prophet did not have an answer. By Hata then, nabii hakuwa anajibu wakati huo. you can imagine Wewe fikiria kidogo, the first thing the woman, when she went to the prophet, she told him, jambo la kwanza mwanamke aliambia nabii, or asked the prophet, ama alimuuliza swali, did I ask for the child? we, nilikuuliza ulipatia huyu mtoto? Are you not a prophet of God? Si wewe ni nabii wa Mungu? Did I ask? Nilikuomba ulipatie mtoto, You gave me. ni wewe uliyesema nipewe, Now he is dead. na sasa ndio huyu ni maiti. What was the point of giving me? Ilikuwa hata haja gani kunipatia yeye? Now the prophet was go back to God again Nabii sasa ilibidi arudi kwa Mungu tena, and ask God. naulize Mungu, Surely it was that says the Lord. hakika huyu mtoto alipatikana kupitia hivi asema Bwana. Why has it really happened? Kwa like nini this? tena? Kwa nini imefanyika hivi? You know, desperation. Unajua hali ya kuhangaika. And the desperation brings God on the scene. Amen. Hali ya kuhangaika inafanya Mungu ashuke mara moja. Because actually you want an answer. Sababu saa hiyo hiyo unataka jawabu. Now remember even Moses when he had the children of Israel. Kumbuka jinsi Musa alikuwa na watoto wa Israeli. And when they were just near the Red Sea like this. Walipokaribia tu pale bahari ya Shamu, Now Pharaoh with his demons loose. Farao akiwa ameachilia mapepo yake yote, And it just went after the children of na wamefuata watoto wa Israeli mbio mbio. And the children of Israel saw them coming. Wana wa Israeli wakaangalia nyuma, wakaona jeshi la Misri linakuja, And he was told, na akaambiwa, here they are. tazama ndio hawa. What do we do? Sasa tufanye nini? You can really understand sometimes the cry of people. Wewe unaweza elewa jinsi ambavyo watu wakiwa katika shida wanalia. And they were desperately crying. Walikuwa wakilia katika hali ya kuhangaika. We'll be slain here. Sasa tumekuja kumaliziwa hapa, We are finished. sisi tutauawa wote, Nothing. We are nowhere. hakuna mtu atabaki, tutakufa sisi wote, Everything is gone. kila kitu kimeisha, All our efforts are gone. bidii zetu zote zimefika mwisho, And the miracles we had, na ile miujiza yote ambayo tumefanya and all the things we saw, na mambo yote ambayo tumeona na macho yetu, they have come for us. na angalia ndio hawa wanakuja kutufuata. And Moses saw them. Na Musa alipoangalia hata yeye akawaona, Just as Elisha does thought. na kama jinsi Elisha aliwaza naye akawaza. Now God, Sasa Mungu, you brought these people in the wilderness. wewe ndio ulitoa hawa watu Misri ukawaleta hapa jangwani. Now this is the sea. Mbele yetu kuna bahari, We can't get into the water. hatuwezi ingia majini, And here the enemies are coming. na tukiangalia nyuma adui ndio huyo They are anakuja. very furious. Wamekuja wakiwa wakali zaidi, They were not bringing food. hawakuwa wamebeba chakula wanawaletea, They were coming to get them by force and maybe don't tell them to go back. walikuwa wamekuja kuwashika mateka wawarudishe tena. And here is a prophet. Na nabii ndio huyo anayewaongoza, And he actually cried to God. na hakika alilia mbele za Mungu, What do I do? nifanye nini Mungu? What can I do? Nitafanya nini hapa? Remember there is a message, why cry? Kumbuka nabii akahubiri ujumbe, mbona walia? Don't you know yourself? Wewe haujitambui ni nani?
In short, he was telling him, you are a God. Kwa njia moja alikuwa akimwambia wewe ni Mungu. Why don't you act? Kwa nini usifanye vile ambavyo Mungu anaweza fanya? Do the necessary. Fanya vile inahitajika. In desperation. Katika hali ya mahangaiko, Moses hit the water. Musa akagonga ile bahari And the water separated. na maji yakatengana katikati yakaweka njia. There are people who normally say it's a story. Kuna watu ambao husema hiyo ni hadithi ilifanyika. It's not a story. Hiyo sio hadithi. Water separated. Amen. Maji yalitengana kabisa. Big wall on this side. Ukuta wa maji peke yake upande huu And big wall on this na side. ukuta wa maji upande huu, And they got the dry land. na njia kavu ikatengenezwa katikati ya bahari. In between the water. Katikati ya bahari. See, desperation. Angalia hali ya There kuhangaika. was no solution. Hakukuwa na jawabu What pale. was remaining is God to give an answer. Kilichokuwa kimebaki ni Mungu atoe jawabu. You know, when you're in desperation, you don't have an answer. Unajua, ukiingia hali ya kuhangaika huwa hauna jibu. You don't have an answer. Hauna jibu hata kidogo. So maybe we go back a little. When I'm through with this, I'm sure Ninapomaliza huu ujumbe, I'll be through with the message. Desperation. nikimaliza hizi nukuu, nitakuwa nimemalizana na huu ujumbe wa I kuhangaika. believe we will have got the underlying doctrine. Amen. Natumai tutakuwa tumepata jambo ambalo ni fundisho halisi. So we look at Hannah, Tunamtazama Hana, another desperate believer. mwaminio mwingine pia aliyehangaika zaidi. Hannah was looking for a child. Hana alikuwa akimtafuta mtoto. Now this is different from the Shunammite. Yake ni tofauti kidogo na ya mwanamke Mshunami. Now Hannah, a barren woman in the Bible, Hana mwanamke ambaye hangeweza kuzaa katika Biblia, and she wanted a son. na alitaka mtoto kijana, And she got to fasting for him. na akaingia katika hali ya kufunga, kula na kunywa sababu yake. And she fasted and prayed. Akaomba kufunga na kula, akaomba zaidi. Until even the priest at the temple thought she was drunk. Mpaka yule kuhani pale hekaluni akafikiria huyu mwanamke ni mlevi. She was in such desperation. Alikuwa katika hali ya kuhangaika kabisa. And with the rest of the women watching what kind of bonnet the other one had wore, and you know how it goes. Na wanawake wakitazamana jinsi ambavyo hili vazi huyu mwingine alikuwa amevalia alikuwa aina gani. And the other one was seeing what kind of clothes they had on. Mwanamke mwingine akiangalia huyu amevaa mtindo wa aina gani, And talking about the things going on in the farm. na wakiongea jinsi ambavyo shamba zinaendelea vizuri. But not Hannah. Lakini sio kwa Ana. She stepped right through the whole crowd. Ana alitokezea pale katika umati wa watu And went to the altar. na akaenda katika madhabahu. She has been fasting. Amekuwa akifunga kula na kunywa. She wanted her reproach taken away. Alitaka aibu yake yote iondolewe. What a difference it is today. Je, tofauti gani na siku ya leo? It's almost a reproach to have a child. Leo hata ni kama aibu sana kupata mtoto. By then it was a reproach not to have one. Wakati huo ilikuwa ni aibu kutokuwa na mtoto. And she got on her knees. Na akaenda magotini. She never noticed the dignity of the temple. Yeye hakuangalia heshima ambayo inapeanwa pale She hekaluni. never noticed the dignified priest as he walked out. Hakuangalia na kutambua hata yule kuhani aliyeheshimika akitoka She nje. was in such distress. Alikuwa katika hali ya mahangaiko. Till her tears was rolling on her cheeks. Mpaka machozi alikuwa yakidondoka katika mashavu And she yake. was crying Na in alikuwa desperation. akilia katika hali ya kuhangaika. Oh Lord, give me a son. Lo, Bwana nijalie mtoto, Give me a son. nijalie mtoto wa kiume. And notice she wasn't selfish. Na angalia, yeye hakuwa na kiburi chochote. When God had her Wakati Mungu alipomsikia and answered her prayer na akajibu maombi yake and gave her a son, na akampatia mtoto wa kiume, she gave him back to God. alipatia huyo mtoto tena kwake And Mungu. because that she was willing not to be selfish after God, Na sababu yeye hakuhitaji kuwa mchoyo kwa Mungu, after God had answered her prayer, baada ya Mungu kujibu maombi yake, he gave her a prophet. amen, alimpatia mtoto ambaye ni nabii. Oh, that was extra blessing. Amen, hiyo ilikuwa ni baraka ya ziada. Just full of them. Mungu amejaa baraka kama hizo. Those little extra things that he gives. Amen, mambo ambayo ni ya ziada ambayo anakuongezea. Not only a son, Sio mtoto tu wa but kiume, a prophet. bali ni nabii. And there had been no open vision for many Na years kwa miaka mingi sana hakukuweko na maono yaliyo wazi in Israel. kule Israeli. Samuel, the first prophet,
Samueli akiwa nabii wa for kwanza many years. kwa miaka mingi iliyopita, Because a mother got desperate sababu mwanamke fulani aliingia hali ya that she kuhangaika. could have no children, Yeye hangekuwa na mtoto and she was past the age of bearing, na alikuwa amepita umri wa kuzaa, probably 60-70 years pengine miaka 60-70, old, and she prayed with desperation. na akaomba katika kuhangaika, She must have this child. lazima nimpate huyu mtoto. What was it? Ni kwa ajili gani? God has spoke to her, no doubt. Amen. Mungu alikuwa amenena naye, hakuna shaka. You can't be desperate till God speaks to you. Hauwezi kuingia hali ya kuhangaika mpaka Mungu aongee nawe. Oh church, rise and shake yourself. Leo kanisa, amkeni na mjitingize wenyewe. Pinch your conscience. Hebu Wake up yourself. hebu mchune kidogo hisia zenu na mwamke. Wake up yourself. Hebu amkeni kabisa. In this hour, Wakati huu we must be desperate lazima tuingie hali ya or kuhangaika. perish. Kama sio hivyo tumekwisha. There is coming forth something from the Lord, Amen. Kuna jambo linashuka kutoka kwa Mungu. and know it as thus says the Lord. Amen. Na tuijue kama hivi asema Bwana. There is coming forth something, Kunalo jambo linakuja. and we better get desperate. Amen. Afadhali tuingie hali ya kuhangaika. It's between death and life and Amen. death. Ni katikati ya uzima na mauti. It will pass through us, and we won't see it. Itapita tu hivyo na tusilione. See the doctrine you are being taught, Unaona fundisho hapo ambao unapewa that you must get desperate. kwamba lazima uingie hali ya kuhangaika. Church, Enyi kanisa, get desperate. ingieni katika kuhangaika. Something is coming to happen, Kuna jambo ambalo linakuja kufanyika. and it is thus says the Lord. Amen. Hili jambo ni hivi asema Bwana. See, the prophet said, it is thus says the Lord. Na pia nasema ni hivi asema Bwana. With all the teaching that we've got, Mafundisho yote ambayo tumepewa, with the doctrine delivered to us, mafundisho ambayo tumeletewa, the prophet is telling you, na pia nakwambia hivi, something is going to happen. kuna jambo ambalo linafanyika hivi We punde. must rise. Lazima uinuke. We must get desperate. Lazima uingie hali ya kuhangaika. We really don't know, Hakika hatujui. but we must be desperate. Lazima tuingie hali ya kuhangaika. God always said that every message has been preached. Nimesema kila wakati ujumbe wote ambao nabii amehubiri, The seventh angel has spoken. huo ni kusema yule malaika wa saba tayari amenena. You know, I don't know what the churches are waiting for. Unajua sijui makanisa yanangojea nini, And because God has delivered everything. na sababu Mungu ashapeana kila kitu chote. And you see, we keep repeating these Na messages wajua haya, hizi jumbe huwa tunarudia kila wakati, because everything is over. sababu kila kitu chote kishahubiriwa. We are actually not waiting for anything else. Atungojee ufunuo mwingine ambao unakuja. We are waiting for one thing: Jambo ambalo tunangojea ni moja. rapture. Amen. Kunyakuliwa tu peke yake. So rapture can happen or can take place any time. Na kunyakuliwa kunaweza tukia wakati wowote. And there is not going to be signs, you know, things and Na hakutakuweko ishara ama mambo fulani unaonyeshwa. it's what has already happened. Ni mambo ambayo tayari yametukia. Paul used to tell the believers Paulo alikuwa akiambia waaminio that an angel will come, kwamba malaika atashuka sound with a voice, akiwa na sauti na baragumu, he will do this and that. atanena, atafanya hivi, atasema hivi. We know that has happened. Na unajua hiyo ishafanyika. The angel has come, Malaika ashashuka, he has voiced, ashatoa sauti yake he has said it. na amesema yote, Everything now is over. na kila jambo kimefika mwisho. So I believe we got what the prophet wanted. Na mimi tumepata kile ambacho nabii alitaka, And the underlying message, na kiini kabisa cha huo ujumbe, the doctrine behind desperation. fundisho hilo ambalo liko zaidi ya mahangaiko. There are many examples. Kunayo mifano mingi sana aliyotoa, Many examples. Just Mifano look mingi at the zaidi. examples. mfano zaidi. Prophet, when they come, Nabii wanapokuja, like Jeremiah said, 70 years. kama Yeremia alisema majuma 70. Another prophet rises, Nabii mwingine anainuka says only 2 years. anasema miaka 2 peke yake. Sometimes, you know, the prophet will wonder.
Na wakati mwingine nabii atashangaa, What is it? napa ni kumaanisha nini? And people would say, Amen. Na watu wangesema amina wote. Huh? You know, Jeremiah was in the temple, Unajua Yeremia alikuwa katika hekalu, having prophesied that these Israelites will go into strange land for 70 years. akiwa ametabiri kwamba hawa Israeli wataenda katika nchi ya utumwa miaka 70. But another prophet comes. Na nabii mwingine anakuja, He's given an opportunity to preach anapewa nafasi ya ubiri, and says, I also talk to God. na akasema hata mimi nimepokea ufunguo wa Mungu. Thus says the Lord. Ni hivi asema Bwana, 70 years miaka 70 is not true. haiwezekani hata You will kidogo. only go for 2 years. Wataenda tu kwa miaka 2 peke yake. That's a good message, isn't it? Huo si ni ujumbe mzuri kwao? It's so easy. Si miaka 2 ni kidogo? Instead of getting into desperation, Badala waingie hali ya kuhangaika, people are going for easy options. watu wanaendea mambo ambayo ni ya rahisi. You know, compare 70 years and Wewe linganisha miaka 70 na miaka 2. that's a very right. Hapo ni kamuda kidogo sana. So they would say Amen. Wangesema amina na iwe hivyo. The Bible says even Elijah said Amen. Biblia inasema hata Elijah mwenyewe alisema amina. Jeremia alisema hivyo pia. Even him, he said, Yeye mwenyewe pia alisema na ikuwe hivyo. God has changed. Kama Mungu amebadilisha, I will also benefit. hata mimi itakuwa manufaa kwangu. With these 2 years, Nikienda huko miaka 2, but he had told me 70. lakini alikuwa ameniambia miaka ni 70. And God went and confirmed. Na Mungu akaenda akathibitisha. Now, can you make another yoke? Sasa hebu enda utengeneze nira nyingine. That one was made of wood. Hiyo ambayo ilikuwa ni ambao. I want you to make one that cannot be broken. Sasa nataka utengeneze yenye huwezi vunjika. One with iron. Yenye ambayo imejaa na chuma. And repeat. Na narudia. It is 70 years. Useme ni miaka 70. See, when God says he will not change. Mungu anaposema yeye hataki kubadilisha. So let's get into desperation. Wacha tuingie hali ya kuhangaika. Because it is time to get into that desperation. Sababu sasa huu ndio wakati wa kuingia katika hali ya And mahangaiko. there is nowhere else there is truth. Na hakuna mahali pengine utapata ukweli Except in the message. Amen. Isipokuwa katika huu ujumbe wetu. In this doctrine, Ni katika mafundisho ya huu ujumbe. we have the mind of God. Amen. Ambapo tuko na nia yote ya Mungu. What the prophet is saying Kile nabii anasema is the mind of God. yote ni kutoka kwa nia zake Mungu. God bless you so much. Bwana wabariki zaidi. I'm not go beyond that. Sitaendelea zaidi ya hapo. I believe you are blessed. Amen. Naamini ya kwamba tumebarikiwa sote. The message of desperation. Na huu ujumbe wa hali ya kuhangaika. You want to talk to God. Ukitaka uongee na Mungu na akusikie. Get into desperation. Amen. Ingia katika hali ya kuhangaika. Seek for answers. Wewe tafuta jawabu halisi. And God will come. Na hakika Mungu atashuka kujibu. James says, Yakobo anatuambia people like Elijah watu kama Elijah were people of the same passion as we are. walikuwa watu walio na mwili kama sisi na They were ordinary mambo ya people. kawaida kama sisi. And they would say there is going to be famine for 3.5 years. Na angeomba na kusema kutakuweko na ukame miaka 3.5. So being a believer, Ukiwa mwaminio, you could be the same as Elisha. unaweza kuwa pia kama Elisha. See, he didn't have an answer. Yeye hakuwa na jibu, But when he got desperate, lakini alipoingia hali ya kuhangaika, he got the answer. yeye akapata jibu. God bless you so much. Bwana wabariki zaidi. Amen. Ndugu, tuongoze kwa hivyo. After that, the pastor will come and pray for us. God bless you. God bless you. Amen. Nafikiri tumeonywa, tumehimizwa na pia tumefundishwa. Amen. Tusimame tuimbe somo namba 28 English. Fill my way with love. Tuanze na chorus.
Fill my way every day with love as I walk with the heavenly God. Let me go all the while with a song and a sound. Fill my way every day with love. Let me walk, blessed Lord, in the way thou hast gone, leading straight to the land above, giving care everywhere to the sun and the moon. Give my way every day with love. Amen. Give my way every day with love. As I walk with the heavenly God. Let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Keep me close to the side of my Savior and God. In darkness, Lord, keep my path from God and my soul satisfied. Keep my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly God. Let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Soon the rest will be over and I'll travel no more. In my home above, let me sing, blessed be all the way to the shore. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly God. Let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. We shall pray. Heavenly Father, Baba yetu wa mbinguni, we thank you this afternoon tunakushukuru Bwana adhuhuri ya leo for visiting us kwa kututembelea and talking to us na hata kunena nasi through your word. kupitia neno lako. We know Twajua heavens and earth will pass away, mbingu na nchi zitapita, but your word will never pass away. amen, bali neno lako litadumu You milele. never gather your children in vain. Hujawahi kusanya watoto wako bure, Always gather us wakati wote unatukusanya to give us your word, utujalie neno to lako, draw us closer to you, utuvute karibu zaidi nawe, even to know your will hata tujue mapenzi yako of this hour. wakati huu tunaoishi. We know this is the hour Tunajua huu ndio that wakati we await your second coming, ambapo twangojea kwa hamu kuja kwako kwa pili, which is so near. ambapo kumekaribia. And we see the world getting worse and worse, Unaona ulimwengu ukiharibika na kuharibika, doing all sorts of things wakifanya machukizo yote that are unwordlike, ambayo hayafanani na neno, yet so learned, Hata hivyo wakiwa wasomi wa hali so ya juu, prosperous, watu walioendelea kimaendeleo, but so lost.
lakini hata hivyo We wamepotea are kabisa. glad Tunayo furaha that you did send Elijah our way kwamba ulimtuma Elia njiani kwetu in his fourth dispensation katika hiki kipeo cha 4 with a message akiwa na ujumbe back to Pentecost. turejee katika And when we Pentekoste, go back to Pentecost, na tukirejea Pentekoste, we will have those blessings of Pentecost. amen, tutapokea baraka za We will Pentekoste, have the deeds of Pentecost, tutakuwa na matendo ya Pentekoste, and everybody will know, na kila mtu atajua Heavenly Father, Baba yetu wa it mbinguni, takes desperation inahitajika kuhangaika to bring you on the scene. ndio wewe uweze kushuka. We see ourselves weak. Tunajiona Baba tukiwa The wadhaifu. word might not be performing through us, Inaweza kuwa neno halitendi kazi kupitia but kwetu, it takes desperation lakini inahitaji hali ya to bring kuhangaika you on the scene. ikufanye wewe And ushuke. we are asking Lord Jesus, Na tunakuomba ye Bwana Yesu, as we are weak and you are strong, tunapojua sisi ni wadhaifu, wewe uko na nguvu, we come to you twaja kwako to draw that strength, tuvute hiyo nguvu kutoka thou, kwako, O great El Shaddai, wewe uliye El Shaddai mkuu, that you may nourish us uweze kutupatia nguvu with your mpya two breasts, na matiti yako mawili, the Old and the New Testament. agano jipya na agano la And kale. we know the Bible has all the promises. Na tunajua Biblia imejaa ahadi zote. Help us, Lord Jesus, Tusaidie ye Bwana Yesu, as we come to you, tunapokuja kwako, so that we may get that nourishment, ndio tupokee kwa kulishwa upya, and that we may be willing na tuko hiari Bwana to nurture from you kunyonya kutoka and kwako, grow to perfection. na tukue katika Touch us ukamilifu. in the second touch, Nionyeshe Bwana katika mkuzo wa pili, that we may be revived in us, ndio tufufuliwe upya ndani yetu. that as we preach of your second coming, Tunapohubiri kuja kwako kwa we pili, should truly know and be sure iwe hakika na halisi kwejua that you are in us. kwamba hakika wewe uko ndani yetu. You are in Jesus, Wewe ulikuwa ndani ya Yesu, and all that was in Jesus, na yote aliyokuwa ndani ya you Yesu poured into your church, ukamwaga ndani ya kanisa lako. and we Amen. know you are in us now. Na tunajua sasa uko ndani yetu. Work through us, Fanya kazi kupitia kwetu, a little way here, kidogo kwa a njia hii little hapa, way here, kwa njia kidogo pale, and bring us to perfection. na utulete Bwana katika ukamilifu, Because we must be your voice. sababu tunastahili kuwa sauti yako. Alpha Bride has become Omega. Bibi harusi wa kwanza lazima akuwe bibi harusi wa mwisho. Dear Jesus, Mpendwa Yesu, we know that effectual fervent prayer of the righteous availeth much. tunajua maombi ya bidii na ya kujitolea ya mwenye haki yasaidia We zaidi. come desperately. Twakuja na hali ya I kuhangaika know Bwana, that a desperate soul, na nafsi ambayo inahangaika zaidi. you hear. Amen. Hakika Bwana Hear unasikia us, hiyo. Father. Katusikie yeye Bwana. Bless the preacher. Mbariki mhubiri, Bless his family. bariki familia yake, Bless every member of this congregation. bariki kila mshirika wa kusanyiko hili, And take us to that depth. na utuzamishe katika hicho The kilindi, depth of the word. kilindi ambacho ni That cha we may know neno. you, Lord, Tukujue yeye in Bwana. the power of your resurrection. Amen. Katika nguvu za ufufuo wako, Knowing surely tukijua hakika kweli, that our sins were remitted. amen, dhambi zetu zote ziliondolewa. Have your own way. Uwe na njia yako ya pekee. Is our prayer. Hayo ndiyo maombi As yetu. we commit our all to you, Tunapopeana mambo yote mkononi as we mwako, go to dismiss, tuendapo kutoka kwenda nyumbani, dear Jesus, ewe mpendwa Yesu, give us journey mercies. twakuomba rehema na huruma za safari. Protect each one of us. Kalinde kila mmoja wetu, And where we forget, remind us. mahali ambapo tutasahau Bwana tukumbushe. We ask everything believing Twaomba mambo haya yote tukiamini you hear us. kwamba umetusikia. There might be some sick here. Waweza kuwa yeyote aliye mgonjwa hapa, Stretch your hand towards nyosha mkono wako Bwana everyone kwa kila aliye and mgonjwa, grant healing. na umjalie uponyaji. Many needs are here, Lord, Mahitaji yako hapa mengi Bwana, and we know twajua you are our provider. wewe ndiye unayetujalia. Provide those needs Kajalie hayo mahitaji according yote to your riches in glory. kulingana na utajiri wa utukufu wako. Thank you, Father. Asante ye Baba, In Jesus' name. katika jina la Yesu As we go Kristo. home, Tuendapo nyumbani, grant us journey mercy. tujalie rehema za safari Until we meet again, mpaka tuonane tena. we pray, believing in Jesus Twaomba Christ. tukiamini yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. 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 So, it's good.